Sasa na wewe unatakiwa ufanye hivyo hivyo. Utoe mwanamke wako na watu watatu. Kuhusu swala la kutoa kafara mke wangu mmoja, hilo halina shida. Ila hao watu watatu nitawapataje? Maana itachukua muda kidogo. Itachukua muda mrefu vipi? Mbona hiki kijiji kina watu wengi tu? Na ukiacha hao watu, kuna wale walimu wameletwa pale. Wapuuzi, hawana wanachofundisha chochote kile. Chambuamu mwepesi nani ili umtoe? Hapo umenena kitu. Mimi nafikiri hiyo kazi nitaianza kesho tu. Sawa, mimi kicho kwa kinaleta kwako kilikuwa ni hicho. Labda cha msingi mimi nirudi nyumbani basi. Basi hakuna tatizo. Hawachawi hawa nao bwana, wameshachoka kutembea sijui wazembe tu. Fu. Takufa vibaya. Kiato changanya magani kopaka mayo baba. Binge mitwe ya seba panga binge balemelwa kolala. Binge bale wazaba kopandeka kinai kwaba. Bapandeke heshima ikojoba yoga kala. Soma science mimi hata sielewi yani kabisa. Wewe tena umeshaanza. Shoga yangu Tangani. Haya, Shunda umeongea naye vipi mpaka amekukatalia? Yaani ule mwalimu Shunda, nimempa swaga zote. Yaani nimetongoza kanzi ya akili, mwili, rangi hadi moyo. Nashangaa kanikataa. Eti anikataa kisailensa. Eti nakupa jawabu nitakufikiria. Yaani Tangani mimi wakufikiria unavyoniona. Mimi nikamwangalia, nikasema sawa. Wako unifikiria mimi? Haya, kwa hiyo. Hivi ule mwalimu ule, subiria. Haya, kwa hiyo unafanyaje sasa? Cha kufanya unaniuliza? Hapa sasa mguu wangu ulikuwa nataka kwenda kuchukua jibu kwa huyo. Na akini kataa. Kimbembe changu atakijua. Yaani mimi maana na vituko. Yaani mkulanga ataiona chungu. Kama unavyonijua Tangani mimi si feli. Mkulanga hapa atapaona pachungu. Yaani yule mpanga akinikataa, nampiga mawe. Maiviza yule. Manati, unashangaa? Ndio kinachomkuta. Yaani hapa ni muda tu wa kukubaliwa. Maana mwenyewe najiamini. Uzuri wote huu. Ikishindikana sana hivyo vyote, kwa mganga kumwekea kadawa. Niuzia design hii. Makolo boy. Ndugu yangu, nitachelewa kidogo rafiki yangu. Wakati natoka ndani nimejigonga kwenye mlango, kichwa kinaniuma sana, yani kinaniuma kweli ndugu yangu. Kwa nataka nipumzike hapa alafu nitakuja huko. Sawa. Yaani mradi tu mwiki. Asinichanganye kabisa. Hicho nikata mix silencer. Wewe. Acheze na wengine sio mimi. Subiri.
Haya mama. Hayo ngoja nikuachie mwenyewe. Ila kwangu mimi mwenzio mambo murwa. Ule ushauri wako ulonishauri nimeufanyia kazi. Sasa hivi ticha kipara. Ushamweka. Sina mtomasa tudizeni. We, kama nakuona hivi. Kole wewe. Sasa mbona nimekushawishi, umekubali. Uone kwanza unatakata shuga yangu. Uone. Vichenji. Na ule baba anaonga yule. Yaani ukija kumwacha, umeachana mimi urafiki. Unanijua. Nakwambia kabisa Kole. Ukimwacha Mwalimu Kipara na mimi kushoto. Sitaki ushoga tena. Ngoja mimi niwae nyumbani. Mapema ila. Tukionga tuyamalize. Haya bwana, si unajua mimi kule bandika maharage. Na kile kibibu nakijua. Hapa kina mdomo kile. Ndio sitaki kuchambwa sasa hizi. Kwa nataka niawai yale maharage yake. Wewe nenda. Msalimie mama huko. Mrs. Shunda. Wewe kama unavyoniona mimi Mrs. Shunda. Tampata yule ticha, subiria. Kipepe mke wangu. Nani kaninywezi nywele? Sasa unamwambia nani? Unamuuliza nani? Ulisema hamna kuongeleshana hapa? Sasa unaniuliza mimi kipipi nywele kwa nini kanikata nani? Muite Mfalme Njozi afu muulize nywele zako kata nani? Hivyo mwanamke mbona unichukuliaje kwani? Unataka nikupige nionekane kwenye nyasa si ndio? Sikiliza, sipendi matatizo. Nitakuja nikuumize ujue. Sasa sikiliza. Nitachokifanya kwako utakao kaamini. Endelea. Ngoja niepushi shari mimi ndo kama koroboi wewe. Kia Mungu. Bado hujasema. Mbwembwe, chilipu hili nimekukata nywele. Nitahakikisha mpaka ya miguu pia nitaikata. Sisi ndo wa Makonde, tunaishi kwenye ahadi. Na bado. Habari zenu? Salama. Karibuni. Samani. Tunamuulizia Bi Yasmini, sio tumemkuta. Bi Yasmini yuko ndani. Samani mama. Tutaenda kuongelea kwa. Melissa, kaite mkeka ndani. Samani mama. Tumekuja hapa kumuulizia shangazi Msunye. Maana tulienda nyumbani kwake tumemkosa. Hivyo tukaona tuje kwako kwa sababu ni mtu wake wa karibu. Labda anaweza kutuambia ni wapi alipo. Ni kweli mimi ni rafiki yake. Lakini Msunye ameondoka. Ameenda mbali sana. Na sijui Msunye atarudi lini. Na pia huyu binti ninavyomwangalia ana matatizo. Na kupona kwake hadi atapokubali kucheza ngoma ya usiku. Afadhali umefika. Maana huu mwili umo ndani, nimeumwagia maji. Ile nimeupa mgongo tu, amepiga chafya. Ile namwangalia, amefumua macho. Nimeogopa kweli. Nikatoka hapa nje kukuangalia unatokezea wapi.
Kwa umefika kwa wakati. Ukiachana na kufumbua macho, pia na kupiga huko chafya, alifanikiwa kuongea? Hapana. Na wakati huo linaendelea hili tukio, mjomba Kata alilishuhudia? Hapana, Kata hakuwepo, aliniaga naenda shambani. Sawa. Hii inaonekana fika jitihada zangu kwa ajili ya kupambania huu mwili zinaenda vizuri. Hivyo, kuanzia hivi, nitakubadilishia utaratibu. Usimwagie tena maji ya chumvi. Kuna dawa ambayo nitakupa, itakuwa unampaka kila baada ya masaa 2. Na pia, likitokea jambo kama hili usistuke, kwa sababu nilishawahi kukuambia kwamba atapiga chafya mara 3. Haya, tuingie ndani tukaendelea taratibu nyingine. Kwani mama, hiyo ngoma ya usiku ni ngoma gani? Maana hata shangazi Msunya alituambia swala hilo hilo la kuhusu ngoma ya usiku. Ni ngoma gani hiyo? Kama shangazi yenu alikuficheni hiyo ngoma ni ya uchawi. Natakiwa hapo mmoja wenu aingie kwenye ngoma hiyo. Akicheza hiyo ngoma, matatizo yameisha. Kwani hakuna njia yoyote tofauti na hiyo? Hakuna. Na mkienda njia nyingine mbadala, mnakufa wote. Nadhani mtakuwa mmenielewa. Nendeni mkajifikirie, mkipata jibu mtakuja. Sawa. Kwaheri. Yato changanya maganiko pakawa mayo baba. Binge mitwe ya seba paga binge balemelwa kolala. Binge bale wazabako pandeka kinai kwaba. Bapandeke heshima ikojoba yoga kala. Ili yapandishwe bodola lazima upite chini ya uvungu. Ili mosili nale na nzela nale kujala isi la kushoka. Samani. Habari yako? Safi, kwema? Kwema. Kutana na Ticha Shunda mshundi ya wana. Oh, nice. Mimi naitwa Melissa. Wow, vizuri. Nina shida kidogo kwa sababu huwa ninanuaga vocha katika duka la pale mbele, lakini leo nilipopita pale nimekuta duka limefungwa. Kwa hiyo mimi ni mgeni katika haya maeneo. Kwa hiyo sitambui sehemu gani ambapo ninaweza nikapata huduma ya vocha ili mradi niweze kufanya mawasiliano. Kama hapo wamefunga, kuna kibanda kingine huko mbele. Huko mbele? Tofauti na hapo labda Mkulanga Center. Mkulanga mjini? Sasa sikutakuwa ni mbali sana. Ni mbali. Labda tuongozane huko. Tuongozane wote hivi. Basi sawa. Wewe vipi? Uko sawa? Ndio, nipo sawa. Sawa, mimi nipo ndani. Samani mangu. Nilikuwa na mazungumzo na wewe. Mume wangu. Kwa hiyo ulikuwa unawaleka zaidi kuniolea mke wa pili. Kwa nini usingenipa muda? Alafu kibaya zaidi unaenda kumuoa rafiki yangu wa karibu, kila kitu kwangu. Sikutarajia. Na jambo la kufanikisha kuhusu kupata mtoto
Tayari nimeshapata dawa. Ndani ya wiki moja au mbili utaitwa baba Kijacho. Nahisi utafurahi sana. Lakini kwa hayo maamuzi yako utaniumiza sana. Sina budi, kwa sababu wewe ndio mwanaume mwenye maamuzi. Na sina cha kujitetea. Ila umenikosea sana kutokuchagua wanawake wengine na kumchagua rafiki yangu. Umeniumiza sana. Ni hicho tu ambacho nimekuitia. Mimi nadhani tungebwagana hapa kwa sababu mimi direction yangu ni huku na wewe ni huku. Ila asante kwa ushirikiano wako. Haya, wewe mimi niende nyumbani wae kupika. Sawa. Lakini kitu kimoja. Unajua kuna muda mimi nakuaga nimeshamaliza kazi kule shuleni, kuna muda mwingi waga na kuaga mpweke na kaa peke yangu. Sina hata mtu wa kupiga naye story. Kwa kuwa nimeshapata mwenyeji basi tungebadilishana tu namba za simu. Ikiwezekana tu tunapigiana simu, ikibidi tutembeleane kabisa. Kwa hiyo kama utojali ningekupa namba yangu. Mimi hapa simu nimesahau nyumbani. Okay, ila namba zako si unazo kichwani? Yeah. Basa. Andika hapa, nitazisave. Ndio hii mwisho 21. Yeah. Basi sawa, nitakufresh. Yeah, poa. Okay, bye. Jomba, shikamoo. Marahaba. Jomba Kata. Kuna jambo nahitaji kukufahamisha. Lakini usistuke kwa hiki ambacho naenda kukuambia. Nadhani nilikuacha njia panda pale tu nilipokataza mwili wa marehemu mamako usizikwe. Lakini sikuwa na nia mbaya, ila mama yako hajafa, ila tu
alichukuliwa kivuli. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ya uvungu tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa giza, kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa. Kumbe kuna siri nzito sana. Kuna vitu vya kutisha uadui.